Habari mabibi na mabwana, leo katika video yetu hii tutaendelea kuiboresha app yetu kama mnavyoona, app yetu ya mtaani. Kama mnavyoona kati ya video zilizopita tumejaribu kufanya maboresho madogo. Kwa leo hii tutajaribu kufanya maboresho mengine ya app yetu ya mtaani. Kwa hiyo kama unavyojua hii ni app ambayo user wanaweza kulisti huduma ambazo wanaweza kuzitoa. Kwa hiyo kwanza kabla ya yote hapa mnaona kwamba tuna code inspector found potential issue. I will check and tab profile error string is not assigned to type image source. Maybe I'll send to chat and then nitaiambia Rogue AI affix hii error. And wacha tuone kitu gani yataweza kufixi. Halafu pia leo nataka kuboresha baadhi ya feature ambayo tutaiambia Rogue.ai amwezeshe user kupost new listing. Kwa hiyo kabla ya yote tunasubiria amalize hapa. Atakapomaliza tutamwambia afanye maboresho ya haya hapa. Boresha app yetu ili imwezeshe user mtumiaji kuweza kutuma huduma ambazo ataweza kuzitoa. Kwa nitaselect nitasubiri hapa Rogue AI amalize kufixi haya matatizo ambayo yapo. Okay, I have fixed the TypeScript error blah blah blah. Amesha fixi and then chatuone amefixi ni na nini. Okay, amefixi na hapo refresh. Okay, amefixi no error and then sasa hivi tutamwambia hivi kitu cha boresha app yetu ili muwezeshe user mtumiaji kuweza kutuma huduma ambazo ataweza kuzitoa. Kwa mfano fundi bomba, fundi nyumba. Tunaendelea kujaribu kutumia Kiswahili na Kiingereza kidogo, kwa hiyo amefahamu. Hapa nasema the user is asking me to enhance the app to allow user to offer services they can provide. For example, as home technician handyman. Currently our app is set up for user to request service from provider but does not have functionality for user to register and service provider themselves. Kwa hiyo akasema anahitaji add feature for user to register services provider, halafu awawezeshe kuedi hizo huduma ambazo wanaweza kuzitoa. Pia aweze kutengeneza hizo service details ambazo pale mniona ukiklik ndio unapata ya detail. Pia update user profile ambayo anaweza kushow manage and offer the service, na pia possible to edit toggle in their profile to switch between customer and the provider model. Kwa hiyo hapa anasema ana plani zake ambazo plan jinsi gani atazi implement hizi features zetu kwenye hii application, ambapo kwanza ataweka become provider, ataweka kuwa mtoa huduma section in the profile section, create a new screen for adding and editing service offer, ambayo hapa ata add screen mpya ambayo itamwezesha kupost hizo huduma ambazo anaanza kutoa. Update user store handle and alafu pia anasema ata add UI component for managing service listing, na pia atahakikisha kwamba flow ya app design yetu imemechi
na iko vizuri. Kwa hiyo mpaka sasa ashaedi service provider registration features, ambayo app provider registration from index, alafu kaedi my service from index, alafu pia kaedi creating tabs profile. Make sure una subscribe katika channel yangu na una like na kucomment ili kupata video nyingine zaidi ya hizi. Na kama unahitaji source code pia unaweza kuniandikia comment below, nitakupa source code bure kabisa, wala usiwe na wasiwasi, bure kabisa, ili uweze kuedit kwa vile unavyotaka. Kwa hiyo hapa yetu inaendelea, Roroki.ai anaendelea kufanya marekebisho. Kwa hiyo kama tukienda tunaona kwenye provider, akaitengeneza provider index. Okay. Ametujibu kwa Kiswahili. Nimeboresha app yako ili sasa watumiaji waweze kusajili na kutoa huduma zao wenyewe. Okay. Hizi kujaza taarifa binafsi, nimeongeza ukurasa wa sajili kama mtoa huduma, ambapo unawaruhusu watumiaji kujaza taarifa zao binafsi, kuchagua aina ya huduma wanayotoa, kuongeza maelezo ya huduma, kuweka bei ya huduma. Nimeongeza sehemu ya huduma zangu, ambapo kwenye ukurasa wa wasifu ambao inaonyesha hadhi ya usajili wa mtoa huduma na kitufe cha kusajili kama mtoa huduma kwa watumiaji wapya. Nimeunda ukurasa wa huduma zangu, my service. Nimeunda ukurasa wa huduma zangu ambazo unawaruhusu watoa huduma kuondoa huduma. Nimeboresha hifadhi ya data store ili kuhifadhi taarifa za huduma zinazotolewa na wengine. Sasa watumiaji wanaweza kutumia app. Okay, vizuri, lakini tumepata baadhi ya error 2-3 hapa, tutaifix baadaye. Acha tuone kwenye kusearch, kwenye tuna error ambayo let me refresh this app. Kwenye profile again. Na hisi error hii ndio hichi hapa ambayo imekuja ready, ambayo inahitaji lazima tuifix. Okay, acha tuendelee kufix. Tumtumie tuone. The following error tab profile module said it cannot find the name service index, let me analyze. Usiogope kupata error unapokuwa unafanya development ya kitu chochote kile. Jaribu kutatua error na sio kuzikimbia. Kwa hiyo amesema I'll fix those error right away. The main issues are tool icon does not exist, native or replace with suitable mixing platform, import some file that means. Kwa hiyo hapa tukiona anaendelea kufanya maboresho, ambapo tukija kwenye provider registration, kwenye component ikaingiza kitu gani kwenye component, profile search service provider. Hii ndio component ambayo kaiongeza, I'm not sure. Category working. App my service. Okay, close my service ndio hii hapa ambayo anaitengeneza. Kuna provider. Okay, my service index fixed and then provide registration. Acha tuone hapo inaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo
hivi ndio jinsi gani tunaweza kutengeneza application kwa kutumia AI na lugha ambayo mtu wewe mwenyewe utaweza kuitumia. Okay, the code is running. Ameshamaliza, wacha tuone code inspector tafanya issue gani. Okay, hamna error mpaka sasa kwenye code inspector. Kwa hiyo wacha tu refresh the app again. Kwa hiyo tukiklik hapa mpaka sasa hivi hakuna error. Wacha tuende kwenye user profile ambayo ndio tumeona hapa. Hii ndio user profile yetu ambayo imefanywa maboresho. Kwa kule kaedi sajili kama mtoa huduma, ndio kitu hichi hapa, kaedi sajili kama mtoa huduma. Ukibinya hapa ndio unajisajili kama mtoa huduma. Kwa hiyo wewe una mtumiaji, jina la mtumiaji, namba ya simu ile pale, location, Mabibo, fundi bomba, huduma gani anatoa, kubeba mizigo, fundi bustani. Okay, fundi bustani, mfano 15,000. Akasema natoa huduma ya kupanda bustani nzuri za kisasa. Alafu tunajisajili kama mtoa huduma. Pia tunaweza kuweka profile yetu ya mtoa huduma. Tukija hapa tukisema free image fixed by profile. So I will take the cat image and save cat image. Yeah, put in the desktop cat image, and then I come here. This is the profile image, our profile image. Fundi bomba, mapishi fundi bustani, alafu tutasave. Tayari amejisajili kama mtoa huduma, lakini sasa tutakuwa tuiambie hii app boreshe mambo mengine tutawaambia. Lakini pia inaonekana ka edit dark mode and kwa hiyo hiki kuna kitu hali ya giza haijafanya kazi. Bado haujaweka mtoa huduma ya yote. Angalia huduma zangu. Hii hapa kaweka huduma yote. Okay, inapatikana. Hizi ndio huduma ambazo wanatoa. Wacha hii moja tuteleti. Kwa hiyo tukirudi kule kwenye vitu ambavyo amesema ameviboresha, nimeongeza ukurasa wa sajili kama mtoa huduma ambao ndio huu hapa. Unawaruhusu watumiaji kujaza taarifa zao binafsi, kuchagua aina ya huduma wanazo wanatoa, ambapo kama mnakumbuka tulipobinya hapa angalia huduma, tukaona unaongeza huduma ambayo unatoa taarifa, jina kamili, namba ya simu, mahala, aina ya huduma ambayo unatoa ndio hii hapa, maelezo ya huduma, kiwango na kujisajili, sio? Kwa hiyo hichi hapa kitu kimefanya kazi vizuri. Nimeongeza sehemu ya huduma zangu kwenye ukurasa, ambapo angalia huduma zangu ndio hizi hapa, sehemu ya huduma zake ambazo ndio hizi huduma, listi ya huduma ambazo yeye anazitoa. Inaonyesha hali ya usajili wa mtoa huduma, ina kitufe cha kusajili kama mtoa huduma, ina kitufe cha kuangalia huduma. Nimeunda ukurasa wa huduma zangu ambazo ndio kile pale. Nimeboresha hifadhi ya data, kuhifadhi ya huduma sasa na mtumiaji. Okay, sasa tuacha tuendelee kuiambia hii app afix baadhi ya vitu tumeona hapa. Kwa mfano ukibinya kwenye angalia huduma zangu, ongeza huduma, kwa tutamwambia aboreshe page ya sajili kama mtoa huduma.
boresha ukurasa wa sajili kama mtoa huduma. Tutaambia iboreshe hii ukurasa ya sajili mtoa huduma. Kwa hiyo acha tumuone kwanza ataboresha kwa njia gani hii ukurasa wetu wa sajili mtoa huduma. Tunataka uboreshe huu ukurasa. Let me analyze. I fix the error, improve sajili kama mtoa huduma, register service provider page, make it more user friendly and visual appealing, creating. Awacha tuone atafanya kitu gani aboreshe hiyo page kama mtoa huduma. Kwenye tabu anaigusa tena ile tabu yetu. Akasema mtumiaji, jina kamili, tunakaa Baraka Dar es Salaam. Natoa huduma ya okay, bado anaendelea kufix provider registration na vitu vingine. Kwa hiyo awamu inayofuata nitaiambia aboreshe homepage yetu tena, na pia aboreshe mazungumzo. Lakini pia nitamwambia aboreshe dark mode and light mode features. Okay, hii just kafanya tu marekebisho ya page ya mtoa huduma, kaiboresha kwa na more visual design and appearance. Okay, visual appearance kwa sasa hivi. Wacha tumwambie tena aboreshe, kuna kitu kinaitwa hali ya ugiza. Boresha au tengeneza hali ya ugiza. Mode. Kwa sababu naona toggle ya hali ya ugiza kwenye
mipangilio. Kwa hiyo hapa tumemwambia boresha au tengeneza hali ya ugiza, implement dark mode kwa sababu okay. Here is what I need to do: create dark mode, themes, color palette, in color palette, modify, and something like that. Kwa hiyo hapa na ametouch file gani na gani kwenye profile, ana edit pia as haptic feedback. Kwa hiyo acha tuone kwenye package ambazo kaziingiza hapa. Kwa hiyo hizi ndo package ambazo zimetumika katika kutengeneza application hii. Kwa hiyo Rocky.ai bado anafanya change zetu bado zinaendelea. Baadaye tutajaribu kumwambia pia aboreshe add login on the sign up section, authentication features, ambayo itamwezesha user ajisajili. Taarifa binafsi, taarifa za huduma. Okay. Okay. Application yetu imemaliza vizuri kabisa. Kwa hiyo code inspector ina run, hapana error yote. Tukija kwenye profile setting huku, tukibinya hadi ya ugiza ilitakiwa ifanye kazi, lakini nashangaa haifanyi kazi. Tukirudi tena, maybe bado haijamaliza. Okay, ipo kama mnavyoona hii hali ya ugiza yetu, lakini inaonekana haipo katika hali nzuri. Tukiondosha kwenye hali ya ugiza, tukirefresh, sio vizuri. Lakini sasa ameweza na ametuelewa. Labda kwenye video inayokuja nitajaribu kumwambia aiboreshe zaidi hii hali ya ugiza ili iwe irani katika application yote. Kwa sasa inaonekana kama ina run sehemu moja tu. Lakini pia kama mmenotice hichi kitu, ameongeza sehemu ya message hapa ambapo unaona mazungumzo. Hii hapa ukibinya inakupeleka unaona mazungumzo ya watu ambao wamekutumia inbox. Lakini pia tukirudi kwenye user profile, maagizo, hakuna request yoyote ambazo zimefanywa, sio kwenye user profile ya maagizo yanayoendelea, hakuna maagizo yaliyokamilika, hakuna. Kwa hiyo labda tuacha tufanye maagizo hapa, alafu tutaona ile sehemu kwamba maagizo huyu anapatikana. Acha tumbuki, chagua tarehe hiyo hapo, muda huo hapo, Dar es Salaam, pesa, tuma maagizo. Kwa hiyo maagizo yametumwa. Baadaye pia nitamwambia jaribu kuedi notification ambapo kila action ambayo inafanyika kama ya maagizo na kitu gani, ili user aupate ujumbe wote kama kuna maagizo yamefanyika. Okay, tukirudi kwenye profile ya user tumeona maagizo ambayo yanaendelea. Ndio tukifungua hapa unaona maagizo, au sio? Kwa hiyo katika haya maagizo ambayo yanaendelea yamekamilika, tukirudi tena kwenye user profile tutaona maagizo ambayo yamekamilika, ndio haya hapa. So cool, right? Kwa hiyo app yetu bado tunaiendeleza taratibu. Mwisho wa siku tutapata app kamili, sio? Lakini pia kuna kitu nimekiona
ambapo sitaki kuboresha hii wasifu. Kuna kitu tumekiona Khairi, ukibinya hapa si unaona hapa kuna kitu kakiedi taarifa za huduma na taarifa binafsi. Hizi hapa ni taarifa binafsi. Faida za kusajili kama mtoa huduma zako: ongeza wateja, ongezeka, simamisha biashara, something like that. Kwa hiyo tukija katika taarifa kama za kutoa huduma, bado hichi kitu yeye hajakifanyia kazi. Kwa hiyo video inayofuata tutaambia pengine arekebishe page hii, aiweke sawa au aitambulishe kwa sababu inaonekana haimo. Sasa basi tuacha tumwambie aboreshe homepage yetu hii ili taarifa za mtoa huduma zionekane hapa, huduma zozote. Kwa kutambia boresha ukurasa wa nyumbani, homepage. Boresha ukurasa wa nyumbani, homepage, au tambulisha feature mpya. I don't know how to say this word, new feature, but kama huna uhakika na Kiswahili unachokijua tutamwambia hivi, new features. Features mpya, new features. Kwa hiyo ngoja ni save kodi zangu hapa kwa sababu baadaye nitakuja hitaji okay, 4 minutes. Your log is successful. Maybe I'll try to download this offline. Nitakuja integrate this app with Supabase. Kwa hiyo hapa tutamwambia atambulishe hicho kitu. Acha tuone atakuja na feature gani, lakini pia nitakuonyesha ni jinsi gani hii app inavorani kwenye application yetu. Okay, anasema let me analyze the request, improve the homepage or introduce new feature to Mtaani app. The current homepage already has location header, search bar, categories, special offer, and popular. For improvement, I could add welcome banner to the hero section. Okay, implement recent viewed section. Okay, add personalized recommendation. Okay, and create nearby service section based on the location, and pull to refresh, and then improve animation, transaction, and add quick action for common tasks. Let me implement a combination of this improvement on the homepage. Okay, welcome banner, nearby service. Kwa hiyo hii ndo tutaishia katika kipengele hichi cha kufanya maboresho ya nyumbani, ukurasa au ukurasa wa nyumbani, kwa Kiingereza wanaita homepage. Halafu tutasubiria tena wiki ijayo ili kuboresha na kutambulisha feature nyingine kwenye application yetu. Bila shaka mmeipenda video yangu na natumai mtaiendelea. Taendelea kusubscribe na kufollow video zangu hizi. Okay, I enhance the page with new feature to make it more engaging and useful. Add personalized welcome banner and nearby service. Kuna error kidogo ambayo tuweza tufixi, acha tufixi, na pia kuna error nyingine nimeliona.
tatizo lingine nimeliona ambalo nahisi kategori kama hazi scrollable tena. Kwa hiyo wacha tuone tutakachokifix hapa, alafu tutaendelea kuangalia. Okay, amesema ngoja kwanza hapa hizi zinaenda. Okay, zinafanya kazi. Okay. Kwa hiyo mpaka sasa hivi katika zile features ambazo kaziweka hadi welcome banner, sijaona welcome banner iko wapi. Binafsi sijaona, lakini wacha tu test. Okay. Hii hapa hapo ameboresha kabisa. Habari za jioni mtumiaji, unahitaji huduma gani? Hii ndio welcome banner yetu ambayo kaiboresha. Yeah. And then nimeona hapa akafanya duplicate ya hii vitu. Kuna hii tafuta search ambayo tutamwambia iondoshe. Lakini pia tumeona maagizo, mazungumzo, vipendwa, hivi karibuni, fundi, sio mbaya, na huduma, sio mbaya. Tutakuja kumwambia kuna vitu, baadhi ya vitu aviondoshe hapa. Ruhusu mahali ulipo, hapa una share location. Halafu hizi pia kupendekeza zile huduma ambazo zipo karibu na wewe. Kwa hapa imeshare watu wa huduma wetu hapa ambao unaona kwa huduma ambazo zipo karibu na wewe. Sio mbaya, maboresho aliyofanya ni mazuri, isipokuwa akaedi notification icon hii pia tunatakiwa tuambie ifanye kazi. Isipokuwa hapa tunawaambia atoe tu, to remove search hii hapa. Maagizo, mazungumzo, tutamwambia remove search hii hapa. Okay. Ambayo search hii tutaipata tukija, kabla ya kumwambia maybe tunaweza kuiondosha manually. Kwa wacha kwanza fix hiyo error ambayo search hii tunaweza kupata kwenye index hii, ambapo kwenye index tutafute find nearby provider. Hii sio, show only first on home screen. Wacha ngoja tuendelee. Kwa hiyo hapa tuone, acha tuone.
bado anaendelea kufix. Acha tuone ka fix nini na nini hapa. Creating tab profile. What was the error? Kwa nini amechukua muda mrefu kufix hizi error? Ambapo ana touch profile. App provider registration ana fix pia. Kwa hiyo hapa tuacha tuendelee kusubiria, bado wanaendelea kufanya marekebisho ya app provider registration. Sijajua bado ana fix kitu gani. Okay, create app my service index. What the issue? What was the issue? Kwa nini nachukua muda wote? Based on the error, I need to identify the file that need to be editing. Okay, nimemuelewa. Kwa hiyo acha tuendelee kusubiria hapa. Created my service. I don't like sipendi code inspector, na kwa inasumbua kweli. Kwa hiyo hapa kuna hichi hapa ona wote ule angalia. Kwa mfano tulimwangalia Amina Juma, kwa hiyo sasa hivi tukimtesti, tukimwangalia Bakari ambaye hayupo, anatakiwa huyu Bakari ambaye hayupo tumuone katika wale ambao tulioangalia karibuni. Umeona? Hapa. Which sio mbaya, ambayo feature led sio mbaya. Okay, kwa hiyo video inayofuata tutamwambia remove hizi duplicates, kwa sababu naona leo tushatumia muda mwingi kufix haya matatizo. Na ili unaweza kuondosha ile kadi, natamwambia remove hii hapa, na pia tutajaribu kufix baadhi ya vitu vingine kwa sababu hapa pia naona kuna gap baina ya mtaani na hii icon. At least iwe kama hapa kidogo na kwa afadhali, sio? Okay, kwa leo nafikiria inatosha, wacha tuishie hapo. Tutaendelea wiki lijalo kwa video nyingine zaidi ya hizi. Hakikisha unajisajili na kusubscribe katika channel hii ili kupata maudhui bora zaidi ya kuliko haya, na kujifunza vitu vingi zaidi vinakuja, sio? Tunajaribu, kama nilivyokuambia, tutajaribu kutumia Kiswahili kingi na Kiingereza kidogo katika kutengeneza application yetu, na nyinyi wenyewe mmeanza kuwa mnajionea hapo mabadiliko na mwenendo tunaoenda nao mdogo mdogo wa kuboresha application yetu. Asanteni.